ya Zanzibar. Ndugu waandishi wa habari, leo tarehe 16 Mei tumewaita hapa kwa ajili ya kufikisha ujumbe wetu kama wajumbe wa Secretariat ya chama Zanzibar katika kuwaeleza dhamira na mustakabali wetu wa kisiasa ndani ya Chadema. Waandishi wa habari, mtakumbuka tumemaliza uchaguzi wetu wa ndani ya chama tarehe 21 Januari. Toka kipindi ambacho tumemaliza uchaguzi, ndugu zangu waandishi wa habari, kama wajumbe wa Secretariat tumekuwa tumeishi na wakati mgumu sana wakati tukiendelea kutimiza wajibu wetu wa kazi kama wajumbe wa Secretariat toka kipindi hicho. Lakini kibaya zaidi, ugumu huu umejengwa na uongozi ambao tuko nao kutokana na kukosa mashirikiano mapana katika utendaji wetu wa kazi. Lakini pili, katika nyakati zote ambazo tumeishi kwenye Secretariat toka tulipochaguliwa mwaka juzi uliopita, tumekuwa tukitimiza wajibu wetu kwa asilimia kubwa, kwa asilimia 100, kwamba tunatimiza wajibu wetu ipasavyo kama wajumbe wa Secretariat. Lakini tunaona kuna mazingira magumu mpaka sasa katika kutimiza uwajibu wa kutimiza majukumu yetu ya ndani ya jamii na Zanzibar. Imekuwa ngumu sasa kutokana na sababu mbalimbali za kijamii, kiutamaduni na nyinginezo, lakini tunafanya kazi kwa moyo wote kama ambavyo tumetufanya huko nyuma. Hata sasa tumejaribu kufanya kazi kwa moyo wote wa kujitoa kuhakikisha kwamba tunakisaidia chama katika mazingira yoyote. Lakini sasa kila siku tunavyoenda mbele, tunaona hali imekuwa ngumu sana katika kufikisha au katika kufanya kazi zetu za kisiasa kama wajumbe wa Secretariat. Na kutokana na hali hiyo, tumeomba kueleza mambo machache kuhusu masuala ya kisiasa ambayo yametukumba baada ya kumaliza uchaguzi mkuu ndani ya chama uliohitimishwa Januari 21. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwanza tumekuwa na viongozi wapya. Kwanza Januari 21 kwa upande wa Zanzibar tumekuwa na viongozi wapya, lakini kikubwa ambacho tunakiona kutokana na mazingira ambayo tunayaishi huko nyuma mpaka sasa, toka Januari mpaka huu mwezi wa 5 leo, hatuoni au hakuna mkakati wowote ambao sisi unatuongoza katika kufanya kazi zetu hizi za kisiasa. Lakini pia sio tu mkakati wa ndani, lakini hata ule mkakati wa kisiasa, kuona sasa tumemaliza uchaguzi kama chama tuna mkakati gani kuenda mbele. Hakuna huo mkakati wote ambao viongozi wetu waliochaguliwa wamekuja mezani kwetu wakatueleza, kutokana na hali halisi tumemaliza uchaguzi, tunahitaji kufika mahala fulani, mkakati wetu ni huu na huu na huu, kama wajumbe wa Secretariat, ili kujua sasa na sisi chama tunakisaidia vipi. Sasa tumekuwa kama tuna hofu, labda huenda hii Chadema ya sasa haina mpango wa Wazanzibari, hauna mpango madhubuti wa kuwasaidia Wazanzibari katika kutafuta haki na mamlaka yao kamili kama ambavyo ilikuwa huko nyuma. Kwa sababu mwanzo tulikuwa tuna mikakati mikubwa, na kwa kuhakikishia tu mpango mkakati ambao ulipangwa 2020 mpaka 2026 mpaka sasa una asilimia 70 ya utekelezaji, ambao hakuna sehemu ambayo tuliacha gap. Lakini kwa sasa hatuoni mazingira rafiki hayo ya kukamilisha hiyo ajenda yetu. Lakini pili, tumekuwa na wakati mgumu sana wa kiutendaji wa pale makao makuu. Mtakumbuka sisi wajumbe wa Secretariat, mwenyekiti wetu wa kikao cha Secretariat ni naibu katibu mkuu Zanzibar. Toka Januari alipochaguliwa naibu katibu mkuu wetu mpaka tunazungumza leo hajawahi kuitisha kikao cha Secretariat hata kimoja, angalau kuja kutueleza tu kuna 1, 2, 3 anahitaji tulifanyie kazi, au mkakati wake kutueleza kama naibu katibu mkuu kuja kufanyia kazi, au chochote kile ambacho labda ametuita sisi kikao. Toka Januari mpaka leo hakuna kikao chochote ambacho tumekifanya na yeye toka achaguliwe kama mwenyekiti wa Secretariat. Hivyo tumejikuta tunakosa muongozo. Tumekosa muongozo na uongozo wa jinsi gani ya kuenda zetu mbele kama Secretariat. Lakini hali hii inatutia hofu na mashaka makubwa sana. Huenda katika kufanya kazi hizi sisi ambao tuko pale kwa muda mrefu sana, hakuna
labda hakuna ule uaminifu ambao sisi tulikuwa tunaopata huko nyuma. Ndio maana labda hatushirikishwi chochote, hatuoni mipango yoyote, labda huo uaminifu umeondokana. Na sio labda kwa sababu dhahiri na shairi kwamba hilo jambo limezungumzwa kwa viongozi wetu kwamba naibu katibu mkuu wetu hana imani na sisi kabisa, sote hapa ambao tuko hapa, hana imani na sekretarieti yake. Na ndio maana inawezekana kuna jambo kubwa hili kwamba sisi hatupati mashirikiano yoyote. Kwa hiyo tukaona hakuna namna ya kusema labda tuendelee kukaa naye na kumbembeleza, licha kwamba tulishafanya jitihada nyingi za kukaa naye mara kwa mara mpaka tunamfuata nyumbani kwake ili kujua tunafanyaje, tunaendaje, lakini tumekosa huo ushirikiano. Lakini kingine, naibu katibu mkuu amekuwa akitunyanyasa sana. Kuna namna kama kwamba akikutana na watu wengine anatuambia fulani yuko hivi, fulani yuko hivi, huyu namtaka au simtaki, kitu ambacho sisi pia kinatupa wakati mgumu sana katika kufikia malengo yetu, kwa sababu kiangalia sote hapa ni vijana, tuna ndoto kwenye siasa, tunafikiria kufanya vitu vingi kwenye siasa. Sasa kuuliwa ndoto zetu za kisiasa katika mazingira ambayo ni magumu au hayaeleweki ni jambo ambalo halikubaliki. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo hatuoni mustakabali wetu pia wa kisiasa. Lakini tumeona pia matumizi mabaya kidogo ya kifedha. Mtakumbuka hata hati ya mwisho ya msajili ambao alikuja kufanya ukaguzi wa Zanzibar, tulipata hati safi. Tuna hofu pia kutokana na matumizi mabaya ya kifedha, huenda labda tukija tukapata hati chafu kipindi ambacho sisi tuko. Kwa kitu ambacho sisi hatukubaliana nacho, kujichafua katika mazingira hayo. Lakini pia tunasema chama chetu kimepoteza mvuto na mwelekeo, kwani hakuna shughuli yoyote ya kisiasa ambayo imefanywa tangu Januari 25 mpaka sasa. Kwa hiyo unakuta licha kwamba tunajaribu kushawishi mara kwa mara, lakini hakuna shughuli yoyote ya kisiasa. Na katika hili tumejaribu kuomba sana toka tumalize uchaguzi mkuu ndani ya chama, angalau kufanya retreat basi ya viongozi, kutoa mustakabali wetu. Miezi mitano sasa, hata huko makao makuu hakuna hiyo fikra angalau ya kuwezesha chama, licha kwamba wao wamekaa vikao zaidi ya mara 2 mara 3 kama kamati kuu. Lakini kamati maalum Zanzibar hakuna huo mkakati wa kuitishwa na kufanya angalau wajibu wao na kutoa matamko yao mbalimbali kama kamati maalum ya Zanzibar, kama ambavyo ilikuwa kipindi cha nyuma. Kipindi cha nyuma ilikuwa kuna kamati maalum zinakaa mara kwa mara, na hii imetujenga sisi kutambua kwamba ni wajibu wa kamati maalum kukaa kabla kikao cha kamati kuu kukaa bara. Ni lazima kamati maalum Zanzibar ikae. Vikao vimefanyika 3 vya kamati kuu. Kamati maalum haijafanyika ambayo sisi tulikuwa tunafikiria iende ikatoe muongozo kwa kamati kuu Zanzibar, kuna nini ambacho tunakifikiria kukifanya. Kwa hiyo hilo jingine. Lakini tuna hii jambo la no reform no election. Kimsingi wa Tanzania mnaelewa, Zanzibar kuna tume ya uchaguzi yake na bara kuna ya muungano ina tume ya uchaguzi yake, na sheria pia ziko tofauti. Tumekuwa na hofu hili jambo ambalo linazungumzwa la no reform no election, kama kwamba kuna ushirikishwaji mkubwa wa maamuzi ya Wazanzibari kwenye hili jambo, licha ya kwamba kuna hizo sheria mbalimbali za uchaguzi ambazo ziko tofauti. Lakini ushirikishwaji kwenye haya maamuzi, chombo cha Zanzibar hakijashirikishwa toka Januari hii, toka uchaguzi umalizike mpaka leo kwenye hili jambo hakuna. Kwa hiyo tuna hofu na kupotea kwa haiba ya chama kutokushiriki uchaguzi, kitu ambacho sisi malengo ya chama kama mpango mkakati mkuu wa chama uliokuwepo pale makao makuu Zanzibar 2025 kukiingiza chama kwenye uchaguzi kwa 100%. Kwa sababu huko nyuma kulikuwa hatushiriki kwa sababu mbalimbali udogo na nini, lakini kutokana na mazingira ambayo tuliyatengeneza 2025 ni rasmi sasa chama kiingie kwenye uchaguzi. Leo tunaambiwa Zanzibar na sisi huku no reform no election. Kwa hiyo nayo imetupa mashaka sasa. Hivyo basi, kutokana na sababu nyingi ambazo nyingine si lazima sana kuzizungumza hapa, sisi wajumbe wa sekretarieti wa Zanzibar tumeamua kwa moyo mmoja kujiondoa katika nafasi zetu za ndani ya chama pamoja na wanachama wa Chadema kuanzia leo tarehe 16 2025, kama wanachama tarehe 17 kama viongozi na watendaji wakuu wa chama makao makuu pale ya chama Zanzibar. Na katika hiyo kwa sasa hatuwezi kuzungumza tunafanyaje, lakini hatupendi kuruhusu sisi kama vijana kuona karia yetu ya kisiasa inastopishwa kirahisi hivyo. Kwa hiyo hatima yetu ya kisiasa tutaieleza siku za usoni
kwani bado sisi hatujafikisha umri wa kustaafu sasa, na tutaendelea kudai maslahi ya Zanzibar yenye mamlaka kamili katika sehemu yoyote, iwe ndani ya siasa, ndani ya vyama vya siasa, hata nje ya vyama vya siasa. Tutaendelea kudai mamlaka kamili ya Zanzibar. Na katika hili niwaeleze tu waliojiondoa leo katika mamlaka hayo au katika nyadhifa hizo ni viongozi 6, nikiwemo mimi kama mkuu wa idara organization mafunzo na uchaguzi. Lakini pia kuna afisa wa fedha na utawala dadangu Rahima, lakini watatu tuna afisa utawala kakaangu Kasim pale, lakini pia kuna katibu wa kanda ya Unguja Yunus, katibu wa kanda ya Pemba kakaangu Habibu, na naibu katibu mkuu wa Bawacha. Kama alivyozungumza mjumbe wetu wa awali, wajumbe nilikuwa 9, kati sisi ni 6, naibu katibu mkuu mwenyewe ni mjumbe wa 7, naibu katibu mkuu wa vijana ambaye kwa sasa hayupo ni wa 8, na wa 9 naibu katibu mkuu wa wazee. Naomba nizungumze jambo moja ili ieleweke vizuri. Mimi kama mkuu wa idara nimechukua maamuzi haya, si kwamba labda kama inavyozungumzwa ni swala la kutafuta fedha na njaa, hapana. Mimi naondoka kama mtendaji ambaye ninalipwa stake zangu kila mwezi. Kama nafikiria namna ya kuishi Chadema ili nipate posho yangu, sio ningeendelea kubaki kama swala la fedha. Lakini hata wajumbe wenzangu hao wote wana stake zao ambazo kila mwisho wa mwezi wanapokea kutoka Chadema, lakini kutokana na mazingira ambayo yapo hatujui kesho yetu inakuwaje. Ni afadhali bora tukae pembeni ili waje watu wengine ambao wao inawezekana wanaamini vizuri kuliko sisi ambao hatuaminiwi katika mazingira haya sasa. Kwa hiyo kwa hayo machache nitawaomba mmoja na wao wazungumze maili matatu, na wao kuzungumza maili matatu.